Kilichotokea usiku wa Mama Dangote birthday kinaweza kukushangaza na hata mmoja ameweza kushangaa. Usiku wa sherehe ya kifahari, wageni wakubwa duniani wamejaa, pesa zinamwagika kama maji, lakini ghafla kitu kisichotarajiwa kinatokea na kufanya watu wote kubaki kimya wakishangaa. Hii sio birthday ya kawaida, hii ni birthday ya mama wa tajiri mkubwa barani Afrika, na kilichotokea kilishitua kila mmoja ndani ya ukumbi. Kama hujajiunga na chaneli yetu ya Dirisha la Dunia TV, sehemu ambapo utapata habari zisizokuwa na mipaka, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha unagusa hiyo kengele hapo ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu. Usiku huo ulikuwa wa kipekee sana. Familia ya Dangote iliandaa sherehe kubwa kusherehekea maisha ya mama yao mpendwa. Ukumbi ulipambwa vizuri kwa mapambo ya kifahari, taa zikiangaza kwa uzuri wa kipekee. Na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani kote walihudhuria sherehe hiyo. Watu mashuhuri kama wafanyabiashara wakubwa na viongozi wakubwa pia walikuwepo. Kila mtu alikuwa anatarajia kuona sherehe ya kiwango cha juu kabisa, na ukweli haikukatisha tamaa kabisa. Watu wote walifurahia. Muziki ulikuwa ukipigwa, chakula cha kila aina kilikuwepo, na furaha ilizidi kutawala kila kona. Lakini kile kilichokuja baadaye ndicho kilichobadilisha kabisa hali ya usiku ule. Inasemekana kwamba wakati wa kukata keki, Mama Dangote Diamond alisimama na kuomba ukimya. Watu wote walinyamaza, wakizani ni hotuba ya kawaida ya shukrani kama ilivyozoeleka. Lakini badala yake alitoa maneno yaliyojaa hisia nzito sana. Alianza kusimulia safari yake ya maisha, jinsi alivyopitia changamoto nyingi kabla ya kufikia heshima hiyo. Watu wengi waliguswa sana, wengine wakaanza hata kububujikwa na machozi. Lakini kilichowashangaza zaidi ni pale alipomuita mwanae mbele ya watu wote. Na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Tazama hii video hapa kwa mbali, utaona nini kiliweza kutokea katika usiku huo. Kwanza alimshukuru Mungu na alimshukuru mwanae hadharani, lakini pia alimkumbusha jambo moja la muhimu sana. Akamwambia kuwa pesa sio kila kitu, bali familia na utu ndiyo kitu cha muhimu. Ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi ya furaha, shangwe na ndelemo, lakini pia kulikuwa na hisia nzito sana. Watu waligundua kuwa hata katika utajiri mkubwa, bado maadili na mapenzi ya familia ni vitu vya thamani zaidi. Baada ya hotuba hiyo, Mama Dangote mwenyewe alionekana kuguswa sana. Alimkumbatia mama yake mbele ya watu wote, tukio ambalo halionekani mara nyingi kwa watu wa hadhi yake. Watu wengi waliondoka usiku huo wakiwa na somo moja tu kubwa: maisha siyo pesa tu, bali ni upendo, heshima na familia. Na wewe je, unaona hili? Je, kweli pesa zinaweza kununua furaha ya kweli, au utu na familia ni bora zaidi?
Basi tuandikie kwenye maoni hapo. Wakati huu endelea kuplay video yako usikie tukio zima ambalo lilikuwa limetokea siku hiyo ya usiku wa Mama Dangote. Nimkaribisha Alia, mama anasema Alia analeta zawadi yake, nimkaribishe. This is Alia. Karibu sana, ni mwenyekiti wa kamati hii ya shughuli. Nami nakukaribisha Alia uje kutoa zawadi kwa Mama Platinum. Karibu sana Lee. Wanaitwa Lee, ni presenter huyu Safi Media, the switch pale. Ndio, nadhani ni mtu wa kuskani huyu baba kama sijakosea. Karibu Lee. Mama, happy birthday. Nakupenda, unajua sana. Mimi nitatoa milioni 1. Asante sana. Chetu mimi na wewe kikubwa cha barabu walizo sisifanye upagawe kaniweka roho juu kidogo chetu mimi na wewe kikubwa cha barabu walizo sisifanye upagawe